Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Mimi nakupenda na Bwana Yesu anakupenda. Tunamshukuru kwa siku ya leo kwa sababu tunaenda kumwabudu Mungu kanisani. Leo ni Sunday na tumerudi salama. Bwana ametulinda na naamini amekulinda pia. Amen. Tutaenda kusoma neno la Mungu siku ya leo katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 32 na mstari wake wa 10 na kuendelea. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Naye mtu mwovu ana mapigo mengi, bali amtumainiaye Bwana fadhili zitamzunguka. Amen. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa neno hili, ulibariki ndani ya mioyo yetu na ulitazama tunda kupendeza Baba, tunaamini kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu nasema ya kwamba amtumainiaye Bwana fadhili zitamzunguka, lakini mwovu ana mapigo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote tunapomtegemea Bwana tunajua kwamba tuna ukingo na maisha yetu inalindwa wakati tunajificha ndani ya Mungu, na tunajua kwamba wakati wote nje ya Mungu unakuwa madhara. Amen. Ndio kunaweza kuwa majaribu, lakini tunajua kwamba katika Yesu tutashinda tu. Biblia inasema hivi katika Zaburi sura 1 inasema hivi na mstari wa 1 na kuendelea ya kwamba heri yule mtu mwenye hakai katika baraza yenye mizaa, kusimama katika njia ya wakosaji, bali moyoni mwake ameweka sheria ya Mungu. Ndio yeye anatafakari usiku na mchana, naye atakuwa kama mti ambao umepandwa katika kando ya maji. Amen. Na ambao inatoa matunda yake kwa wakati wake. Inamaanisha ya kwamba wakati wote unapotia maneno ya Mungu katika moyo wako, unapopenda sheria ya Mungu na kumtia Mungu wa kwanza katika maisha yako, Biblia inasema kwamba utakuwa kama mti ambao umepandwa kando ya maji. Bwana asifiwe. Wakati tu ukiangalia mti ambao unapandwa kando ya maji, inakuaga haijali season fulani ama fulani, lakini kila wakati inatoa matunda. Bwana asifiwe. Kila wakati inatoa matunda kwa wakati wake. Hata kama kukue ukame wa mvua, hata kama kukue baridi nyingi, lakini mti hiyo ambayo inakuwa katika maji itazaa. Amen. Na itakuwa vizuri tu na majani yake haitakauka, ndio Biblia inasema. Na wakati wote unapomtia Mungu wa kwanza katika maisha yako, unapoweka neno la Mungu ndani ya maisha yako, unalitafakari usiku na mchana, unalipenda, unaliishi, unamtii Mungu. Bwana asifiwe. Unapompatia Bwana Yesu nafasi ya kutawala ya kwanza maisha yako, unadepend, manake unamtegemea yeye na unamwishia Yesu. Amen. Ndio neno nzuri hiyo ya kusema kumwishia Yesu, ni kwamba sio wewe tena unaishi, lakini Bwana Yesu ndio anaishi ndani yako. Na wakati wote unapompatia Yesu hiyo nafasi, maisha yako itakuwa unshakable, manake haitakuwa natikisika na kitu. Bwana sifiwe. Hata kukue majaribu gani, ndio majaribu haina budi kuja, lakini ukiwa ndani ya Yesu majaribu utakutana kwamba unasimama. Amen. Wakati wote unapopenda neno la Mungu na kuliweka ndani ya moyo wako na kulishika na kuliishi, utakuwa mshindi. Bwana sifiwe. Maisha yako itakuwa maisha ambayo haitatikisika. Amen. Kama vile Yesu amesema kwamba mtu ambaye amejenga nyumba yake katika mchanga, wakati upepo unakuja, hiyo nyumba inafanya nini? Hata ilikuwa nyumba nzuri inatoweka kwa sababu haina msingi. Lakini mtu ambaye amejenga nyumba yake katika jiwe, hata kama kukue nini, kukue dhoruba, kukue hali mbaya ya hewa, kuwa upepo ama nini, hiyo nyumba inasimama katika jiwe hilo, na hilo jiwe linamaanisha neno la Mungu. Bwana sifiwe. Wakati tunaposimama katika neno la Mungu, unakuaga na nguvu. Amen. Na maisha yako itakuwa na depende na Mungu wala si mwanadamu. Hata depende na situation za dunia hii. Maana hapa kwa dunia kuna situation magumu, lakini wakati una depend na Mungu, wakati wote maisha yako inasimama katika neno la Mungu, utakuwa mshindi tu. Hata kukue jaribu gani, utasimama imara kwa sababu maisha yako inasimama ndani ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote
uwe na shimama na kupenda neno la Mungu na kuliishi neno la Mungu. Amen. Biblia inasema hapa kwamba sheria ya Mungu ikiwa ndani ya moyo wako, amen, na kuitafakari usiku na mchana, utakuwa kama mti ambao umepandwa kando ya maji. Bwana asifiwe. Wakati wote katika dunia hii kuna mahali mbaya, kuna mahali zingine ni ngumu, lakini kila ambacho kinakuwa kigumu kwa Mungu kinakuwa rahisi. Wakati wote unasimama ndani ya Mungu, hakutakuwa kigumu kwako. Bwana asifiwe. Majaribu itakuja na itapita tu na utasimama. Itapita, utasimama. Lakini yule ambaye anajenga nyumba yake katika mchanga, ni anamaanisha mtu ambaye nyumba yake haijengwe katika neno la Mungu, maisha yake haijengwe katika neno la Mungu. Na wakati wote mtu huyo hana mizizi na inakuwa shida kwake kuendelea. Wakati wote jaribu ikikua inamwangusha chini. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakujenga msingi wake katika neno la Mungu. Wakati wote unapojenga msingi wako ndani ya neno la Mungu, unalipenda neno la Mungu, unaliishi, unalishika, unaobey neno la Mungu, amen, unasema hata dunia nasema hivi, mimi nitafuata neno la Mungu. Hata kama maisha yanasema hivi, mimi nitasimama katika neno la Mungu na sitaki kumkosea Mungu, ila nitashika maneno ya Mungu, amen. Na utaona jinsi gani maisha yako itakuwa na msingi, amen, itakuwa na msingi. Usitamani tu kufuata vitu vya dunia hii na kupeperushwa na kila hali ya dunia hii. Simama katika neno la Mungu, ulipenda neno la Mungu, ulishike, uliishi. Bwana sifiwe. Neno la Mungu ndio linakuwa na uzima, neno la Mungu ndio linakuwa na nguvu, amen. Wakati wote unaposimama katika neno la Mungu, wakati wote maisha yako inapotegemea neno la Mungu, utakuwa mshindi. Na utaona jinsi gani utakaposhinda na utasimama imara hata pamoja na majaribu. Biblia inasema kwamba utakuwa kama mti ambao umesimama katika maji, umeota katika maji. Na inasema kwamba mtu mwovu ana mapigo mengi, bali amtumainiaye Bwana fadhili zitamzunguka. Amen. Fadhili zitakuzunguka tu katika hali yote. Ujue kwamba unaposimama katika neno la Mungu na kulitenda neno la Mungu na kuliishi, fadhili zitakuzunguka. Utakuwa mshindi tu katika hali yote, amen. Hata kukuye jaribu gani, utashinda tu. Kwa sababu gani? Maneno ya Mungu ndio inakusimamisha. Unasimama katika neno la Mungu na utatikisika na zoruba yoyote ile, amen. Tunaenda kumshukuru Mungu kwa neno lake. Mwambie Mungu akusaidie ili kwamba maneno yake tu ndio uyasamini kuliko kila kitu kwa dunia hii. Bwana Yesu akasema kwamba mtu akinipenda atalishika neno langu, amen. Unapompenda Yesu utashika neno lake, amen. Na kulishika neno lake ni kufanya nini? Kuobey ambayo neno la Mungu inasema, unaiobey, unatii na unaenda jinsi neno la Mungu linavyosema katika maisha yako. Ndipo utaona jinsi gani maisha yako itakuwa maisha ya ushindi na maisha ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na kubariki siku ya leo, ubarikiwe. Na wakati tunapoandaa wakati wa ukumbusho jinsi Yesu alivyozaliwa, na kutakia furaha na amani katika season ya Christmas. Mungu azidi kukulinda na kukubariki na kukutia nguvu. Na ujue kwamba season hii ni ya kumkumbuka Bwana Yesu, wala si ya kukumbuka vitu ambavyo havina maana. Kumbuka Bwana Yesu, kumbuka jinsi gani kwa upendo mkuu Bwana ameupenda ulimwengu akamtoa mwana wake ili kwamba mimi na wewe tuokolewe. Na Biblia inasema kwamba atakayemwamini ameokolewa na asiyemwamini amehukumiwa. Nakutakia muamini Bwana Yesu na mpe nafasi ya kwanza katika maisha yako, na utaona maisha ya ushindi. Bwana kubariki kwa jina la Bwana Yesu, amen.